Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu ili tuweze kukufahamisha na kupata kujuzana kuhusu yale ambayo yameendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania msikilizaji. Na karibu katika taarifa za leo, karibu nipate kukujuza lakini pia tupate kuchambua na kuzamia zaidi yale ambayo yanaendelea kutokea. Kuna taarifa ninazozipata kuhusu kundi la watekaji wa nchini Tanzania waliopata kukamatwa na polisi wa nchini Kenya, na kesi yao iliweza kuwasilishwa mahakamani na siku ya leo kesi yao imepata kusikilizwa na bwana hawa wameweza kufikishwa mahakamani na kesi yao itaendelea kusikilizwa. Sasa msikilizaji, nataka nikupatie matokeo ya kesi hii na kilichoendelea katika mahakama ya nchini Kenya kuhusu watekaji waliokuwa wamekwenda kumteka bwana yule raia wa Tanzania ambaye ni mwanaharakati ambaye anapigania haki za kibinadamu nchini Tanzania kwa jina la Mshabaha Hamza. Msikilizaji, bwana huyu alipata kutekwa kutoka nchini Kenya, na alipokuwa anasafirishwa kuelekea nchini Tanzania, polisi wa Kenya wakapata kuwakabili watekaji na wakamnasua bwana huyu kutoka kwa mikono ya watekaji baada ya kuteswa na kuumizwa, lakini wakaweza kuhakikisha kwamba amepata usaidizi na kuweza kupata matibabu. Sasa kesi hiyo imeweza kusikilizwa, na hebu nikusomee taarifa hii msikilizaji, ili tupate kuelewa kwa umoja kwamba ni kipi kimeweza kuendelea kutokea. Kenyan driver Wanjohi Kirika, Kenyan resident in South Africa, Edward Mwangi Mwai and Aziz Hama, a Tanzanian national, were formally charged this morning with abducting Tanzanian Mshabaha Hamza and subjecting him to grievous bodily harm in Machakos County. The three pleaded not guilty. They remain in custody. Bail application and case will be mentioned on March. Kenya must never be a corridor for transnational repression. Kisha pale kashukuru NPS official Kenya, ODPP Kenya, DCI Kenya for your diligence in this case. Law Society na Amnesty International remain engaged. Sasa msikilizaji, kinachosemekana hapa ni kwamba kuna dereva wa nchini Kenya ambaye alikuwa tayari pia ameweza kujihusisha na kikosi hichi cha watekaji wa Tanzania ambaye ametajwa kwa jina la Wanjohi Kirika. Kisha raia mwingine wa Kenya anayeishi South Africa ambaye anaitwa Edward Mwai, wakiwa na raia wa Tanzania ambaye anaitwa Aziz Hama. Watu hawa wameweza kufikishwa mahakamani nchini Kenya na kesi yao imepata kuanza kusikilizwa. Kulingana na taarifa hii msikilizaji, bwana hawa makosa yao ni ya kumteka bwana huyo Mshabaha Hamza na kumsababishia maumivu ya mwili na pia kumtoa nchini Kenya kinyume na matakwa yake. Kwa hivyo bwana hawa kesi itakayoweza kusikilizwa kuwahusu ni kwamba ni madai ya utekaji na kuumiza bwana huyu ambaye ni Mshabaha Hamza ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya kibinadamu.
Sasa msikilizaji, kile ambacho kimeweza kufanyika siku ya leo ni kwamba kesi yao imesikilizwa na bwana hao wamekataa kwamba hawakuhusika katika utekaji wa bwana huyu Mshabaha Hamza, na kwa sababu wamekataa, kesi yao imeahirishwa mpaka Machi. Kesi yao imepata kuahirishwa mpaka itakapoweza kusikilizwa na bila shaka kuweza kutolewa kwa ushahidi utakaweza kuonyesha kwamba bwana hawa kweli waliweza kushiriki katika utekaji na kumuumiza bwana huyu Mshabaha Hamza. Kwa hivyo msikilizaji, kile ambacho kimeonekana ni kwamba nchi ya Kenya imeendelea kupiga hatua za haraka za kuweza kuhakikisha kwamba taifa la Kenya halijaweza kutumika kama sehemu ambayo wahalifu kutoka mataifa mbalimbali wanaweza kutorokea ama wanaweza kuendelesha visa vyao vya uhalifu katika taifa hilo. Ndio maana watekaji wamepata kukamatwa, wamefikishwa mahakamani na kesi yao imefunguliwa na imeanza kusikilizwa. Leo msikilizaji, kwamba inaposema katiba ni kwamba unapomkamata mtu, cha kwanza ni kuweza kuhakikisha kwamba amewasilishwa mahakamani na kesi yake imeanza kusikilizwa. Kwa sababu hiyo ndio inakuwa kwamba umma unapata kuelewa ni kipi kinaweza kuendelea. Kwa hivyo raia hawa kesi yao imeweza kutajwa na cha msingi ni kwamba wameweza kukataa kwamba hawakuhusika katika utesaji ama kumuumiza bwana huyu Mshabaha Hamza, na sasa kesi yao ikapata kuahirishwa, lakini pia wataendelea kushikiliwa mpaka pale kesi yao itakapoweza kuamuliwa na kuweza kutoa mwafaka wa kile ambacho kitaweza kuendelea baada ya wao kukataa kwamba hawakuhusika na kitendo cha utekaji, lakini pia kukataa kwamba hawakuhusika katika kumuumiza bwana huyo Mshabaha Hamza. Katika itakapotajwa tena kesi hiyo, msikilizaji, kutaweza kutolewa ushahidi ambao utaonyesha kwamba polisi waliwakamata wakiwa eneo gani na wana kipi cha kuonyesha kwamba walikuwa wameteka bwana huyu Mshabaha Hamza, na bila shaka bwana huyu Mshabaha atahitajika kuwepo ili pia kutoa ushahidi wake na kusema kwamba ni kweli kwamba alitekwa na ni kipi kiliweza kuendelea. Bila shaka msikilizaji, naendelea kukukaribisha uendelea kutia subscription kwenye kituo chetu hichi ili tuendelee kukufahamisha kuhusu yale ambayo yanaendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Jina langu ni Presenter Guton, zidi kutufuatilia tuzidi kufahamishana.